kuwa na timu 16, hatuwezi kukimbia ukweli kwamba kioo cha ligi yetu, kioo cha mpira wetu ni hii dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo mnafanya kazi nzuri sana kuitangaza hii dabi, na hapa ambako inasemwa imefika nafasi ya 4, hapa ambako inasemwa ligi yetu ni bora, basi na nyie waandishi wa habari mna mchango mkubwa sana na mna kila sababu ya kupongezwa, na nyie mjivunie hili jambo. Nchi za wenzetu ambazo kuna dabi kama hizi, kwa mfano South Africa hapa, timu zao mbili ambazo ndio zinateka hisia za watu wengi, kiuwezo zimeshuka kidogo, lakini ule ujivuni ule haujaondoka kwenye mioyo ya mashabiki wa mpira. Bado shabiki wa Orlando, shabiki wa Kaizer Chiefs, inapokuja dabi bado anakuwa mjivuni na mpira wao. Sasa sisi hapa Tanzania tuna baraka zote, tuna ubora wa hizo timu, tuna ubora wa ligi, na tuna ubora pia wa mashabiki ambao mara zote wamekuwa wakijitokeza viwanjani kuja kusupport timu zao. Na hapa nizungumze sasa na mashabiki na wanachama wa klabu ya Young Africans ambao kimsingi sisi ndio wenyeji wa huu mchezo, na hata hii nafasi ya kuzungumza wa kwanza isingekuwa wenyeji, bado hadhi yetu ya kuongoza ligi pia ingetubeba. Ningeanza kuzungumza kama kinara wa ligi, alafu timu nyingine zinazofuatia chini zingekuja kuzungumza. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa sana ya kutamba, ya kuvimba na kujivunia kuelekea siku ya kesho. Mchezo huu ni wa kwetu. Kikanuni ni mchezo ambao Young Africans tuko nyumbani, hivyo tunatakiwa twende tukathibitishe kwa vitendo kwamba ni mchezo wa nyumbani, na tuwe sehemu kubwa ya mashabiki ambao wataingia Benjamin Mkapa. Namba kubwa uwanjani ikawe mashabiki wa Yanga. Namba kubwa ikaonekane ni rangi ya kijani na njano ndiyo imeshamiri ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuwasukuma, kuwapa hamasa na morali wachezaji wetu waweze kutupa furaha. Wiki hii kila mtu anaandika la kwake. Bwana Pacome amka hivi, Max amka hivi, fanya hivi. Lakini hayo yote ambayo tunatamani na ndio kiu yetu yaonekane kesho Benjamin Mkapa, tutawatia unyonge kweli kweli hawa wanajeshi wetu kama watakuwa wanatoka kwenye tunnel pale, alafu wanayanga tuko wachache. Tutakiwa tuje kwa wingi, tuje kwa namba kubwa, na tuje na sauti zenye nguvu kwa ajili ya kuwapa nguvu wachezaji wetu waweze kutupambania. Kitaalamu ishazungumzwa sana hapa umuhimu wa point 3 za kesho. Makocha wamezungumza hapa, players wamezungumza. Naamini kila mmoja wetu anajua umuhimu wa alama 3 za siku ya kesho. Basi hizo alama pia sisi wanachama na mashabiki wa klabu ya Yanga tuna jukumu la kwenda kuzipambania, kwenda kuzitafuta. Sauti zetu ndio silaha ya kwenda nayo kwa Mkapa, tukaishangilie timu yetu, tukawape morali wachezaji wetu, na inshallah baada ya 90 tutaondoka tukiwa washindi ndani ya Benjamin Mkapa. Fikiri kwa haya machache kabla kichwa hakijapata moto nikarudi kwenye mfumo, niishie hapa. Asante sana Ali. Na awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika siku ya leo ikiwa ni siku moja kabla ya kuelekea kwenye mchezo wetu muhimu, mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo wa dabi ya Kariakoo, mechi ambayo kimsingi inabeba historia kubwa ya mpira wa Tanzania, mechi ambayo inabeba mwamko mkubwa wa mpira wa Tanzania, na ndio kilele cha soka la Tanzania kwa kukutanisha vilabu hivi viwili vikubwa nchini Tanzania. Kwa upande wetu Simba Sports Club tumeshafanya maandalizi yote na tuko tayari kwa ajili ya kesho. Nichukue nafasi hii kuwaita wanasimba wote kesho Benjamin Mkapa, muda wa mechi unafahamika, twendeni tukafanye kile ambacho tumejiandaa kufanya. Asanteni sana. Asante sana Ahmed, na nakaribisha pia maswali mawili kwake. Okay.
ndiye ambaye hajacheza dabi ya msimu huu. Hapa namzungumzia Volcano Elie Mpanzu. Wengine wote waliobaki walicheza ngao ya jamii na wengine walicheza mechi ya kwanza ya raundi ya kwanza ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo kuelekea kwenye dabi hii, kuna wale wageni, kuna ambao wanacheza mechi yao ya tatu, wengine mechi yao ya pili, lakini kwa Mpanzu pekee ndio anakwenda kucheza mechi yake ya kwanza ya dabi. Na yeye kama ilivyo kwa wengine, maandalizi yao, mwamko wao na presha yao ni kubwa kuelekea katika mchezo huu. Asante. Swali la pili, karibu sana. Maajabu namna mara kadhaa pigwa hapa, tumekaliwa hapa. Taswira na njia ya ubingwa wa wekundu wa Msimbazi Simba ipo kwenye mechi ya tarehe 8.